Leo nimeona tuzungumze jambo moja la maadili, lakini kwa muktadha ama utangulizi wa kile ambacho kimejitokeza tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, ambapo inaonyesha kwamba ni siku kuu ama sherehe ama siku, kila mmoja anaita anavyoweza kuita, kwamba ni siku ya wanawake duniani na wanasherekea, na msingi wake ulikuwa ni kwamba wanawake wanadai kufikia miaka kadhaa wawe na usawa wa 50 kwa 50 na wanaume. Lakini kwa mtazamo wangu kwa sasa wanawake wameshavuka 50, wamevuka, nadhani wako kwenye 95 hivi ya huo usawa wanaouhitaji, ama waliokuwa wanauhitaji, ama wanaosema kwamba bado wanauhitaji huo usawa wa kijinsia kama ilivyofichwa ndani yake. Lakini nadhani kuna ajenda nyingine zaidi ya hapo, na kila mmoja mwenye kutazama anatazama mambo kadhaa ambayo yanaendelea, na ndio maana nasema kwamba wanawake kwa sasa sio uhitaji wa 50 kwa 50 kama wanavyoita wengine haki sawa, na sasa zimezidi, na wameundiwa vyombo mbalimbali kwa ajili ya wanawake kufikia yale ambayo wanayafikia. Kwa mfano, tuanze kwenye jambo moja. Kuna asilimia za mikopo kwenye masuala ya uchumi. Kuna asilimia za mikopo zinaitwa 10% za mapato ya halmashauri. Kwenye kila halmashauri zinatengwa 10% ambazo zinakopeshwa kwa vijana, wanawake pamoja na walemavu. Hapa ni wanawake wa aina zote kuanzia miaka 18 kwenda juu, lakini wawa vijana ni wamejumuishwa wote. Ndani ya vijana humo kuna wasichana, ndani ya vijana humo kuna vijana wa kiume ambao hawazidi miaka kadhaa ya ujana, lakini pia wanaume wanaruhusiwa akiwa mlemavu. Utaona ni namna gani ambavyo ipo, lakini pia ndio maana nasema kwamba pia hapa wamegawika, yani ni mambo ya kuempower wanawake. Twende kwenye wizara. Nadhani mnafahamu kuna wizara inaitwa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake pamoja na Makundi Maalum. Mwanamume hayuko hapo. Hilo ni jambo lingine la pili. Jambo la tatu, kuna kitu kinaitwa dawati la jinsia huko kwenye jeshi la polisi. Nadhani nimewahi kusikia dawati la jinsia. Sijajua ni wanaume wangapi ambao huwa wanaenda huko au wanapewa kile ambacho labda anaweza kukiendea. Lakini kuna jambo lingine linaitwa ustawi wa jamii. Nani wanaburuzwa huko? Na watu wapo kwa ajili ya jambo gani? Tuachane na jambo hilo. Mimi ninataka kuzungumza kwa leo na tujadili kwa pamoja bila matumizi mabaya ya hasira, ni kwamba katika hotuba ambazo zimetokea kwenye sherehe hizo ambazo zinaitwa sherehe za wanawake ama siku ya wanawake, kama umesikia wewe mtazamaji wangu, naomba pia utaniambia. Mimi sijasikia, nimejaribu kufuatilia, sijasikia kitu kinachoitwa maadili. Tukumbuke huyu mwanamke, huyu msichana tunayemuempower, huyu ndiye atakayekuwa mama kesho. Lakini tujiulize, mienendo ya wanawake ambao wana watoto ambao ndio akina mama, je, tunatengeneza taifa gani? Swala la maadili kwao likoje? Swala la maadili kwa kizazi kijacho likoje? Mtoto wa kiume ameachwa wapi? Kuna siku ataanza kujitetea, na madhara yake ni makubwa. Na mtoto wa kiume anapoachwa kando, mwanaume anapoachwa kando, na swala la maadili linapoachwa kando katika hiki kiitwacho usawa wa kijinsia na mambo mengine, tunatengeneza taifa la watu waovu. Hebu tufikirie, twende mbali kidogo. Mimi nilishawahi kusema na nilishaacha kwenda kwenye sherehe kadhaa kwa sababu
huoni kitu kinachoitwa maadili. Hebu fikiria kwenye picha kadhaa ambazo umewahi kuziona kwa namna moja ama nyingine, wanawake ama wasichana wanaocheza kwenye sherehe hizo na kujiposti ama kupostiwa kama wameolewa, unadhani hao ni wanawake wa namna gani? Kama hawajaolewa na hawakemewi, wanaonyesha utupu, wanaonyesha vitu vya ajabu, unadhani huyu atakuwa mke wa namna gani? Atakuwa mama wa namna gani? Tujiulize tu hapo. Je, swala la maadili liko wapi? Je, wanawake wanazungumza masuala ya maadili katika kuelekea kwenye usawa huo wa kijinsia ambao wanasema kwamba wanauhitaji? Kumbuka, msichana huyu ndiye atakayekuwa mama baadaye, ndiye atakayekuwa mkamwana wa mtu wa namna hiyo. Unasema kisasa cha namna gani? Upumbavu. Ni waombe wazazi wenzangu, tuzungumze swala la maadili, na mtu wa kwanza kulizungumza na kukemea maadili au mambo ya kijinga ni mama, kwa sababu mama huyu inatakiwa mlee mtoto wa kiume pia kuanzia utoto wake mpaka kufikia miaka 18 na mkabidhi baba. Ingawa wengine huwa tunaanza nao mapema, kwa sababu huyu mwanaume si mtoto wa kiume, huyu anaitwa mwanaume, kuna kesho. Lakini mtoto wa kike tumfunze ni namna gani ya kuenenda. Zipo mila na desturi za makabila mbalimbali katika nchi yetu, kila mmoja kwa kabila lake, kwa desturi yake. Binti anapita sehemu mpaka unaogopa hata kumsalimia kwa sababu amekuja mbele yako kama kichaa. Yupo kwenye sherehe, kwenye shughuli za watu, mbele za watu, achagui maneno ya kuzungumza, achagui namna ya kutembea, achagui namna ya kuvaa. Wanawake, hamjambo? Unaenda wapi? Na wasihi sana wanawake, wakati mnaenda kufikia hii 120% ya usawa wa kijinsia, zungumzeni suala la maadili kwa watoto wa kike. Vinginevyo kesho ya taifa letu ni mbaya sana. Mtazamaji, wewe una maoni gani kuelekea katika hiki wanachokiita usawa wa kijinsia wanawake kote duniani? Lakini tuzungumze sana swala hapa kwetu Tanzania, na hapo mahala ulipo mtazamaji, hali ikoje? Unaona nini? Karibu.